Habari watazamaji, mimi ni Dkt. Revathi Ramaswamy kutoka hospitali ya Apollo Secunderabad. Nyote mnajua hysterectomy ni nini au kuondoa mfuko wa uzazi. Hebu nizungumzie njia mbalimbali za kuondoa mfuko wa uzazi. Kuna njia nyingi za kuondoa mfuko wa uzazi. Kama mfuko wa uzazi umeshuka, unalainika na unatoka chini, basi njia sahihi ya kuutoa ni kupitia chini na inaitwa hysterectomy ya uke. Hii ni moja ya njia rafiki zaidi kwa mgonjwa katika kuondoa mfuko wa uzazi. Pamoja na kuondoa mfuko wa uzazi, pia sehemu za jirani ambazo zimelegea zinakazwa. Hii inaitwa kusaidia sakafu ya nyonga na sehemu ya chini ya uke ili eneo lote liwe imara. Njia nyingine ni hysterectomy ya laparoscopic, ambayo ni kuondoa mfuko wa uzazi kupitia tumbo kwa kutumia mikato midogo sana ya takriban nusu hadi sentimita moja. Kisha kama mfuko wa uzazi ni mkubwa sana na kama hysterectomy ya laparoscopic haiwezekani, basi njia ya jadi ambayo imekuwa ikifanyika kwa miaka mingi inaitwa hysterectomy ya wazi au laparotomy hysterectomy, ambapo unafungua tabaka za ukuta wa tumbo na kutoa mfuko wa uzazi kwa mikono yetu. Bila shaka, kuna mbinu ya kisasa zaidi ya hysterectomy inayoitwa hysterectomy ya roboti, ambapo roboti inamsaidia daktari kutoa mfuko wa uzazi. Kila moja ya njia hizi ina umuhimu wake na kila moja ni bora katika hali fulani. Sasa, nini kinaamua ni aina gani ya hysterectomy ifanyike? Ni aina ya mfuko wa uzazi, aina ya tatizo na ujuzi wa daktari bingwa. Tunahitaji kuchanganya haya yote na kuamua ni njia ipi sahihi kwako. Siwezi kusema kwamba njia moja ni bora kuliko nyingine. Kila moja ina upekee wake. Kuna matumizi maalum ya sufuria ya presha na ya kupika kwenye kikaango. Kuna matumizi maalum ya oveni ya mikrowave. Una jukumu la mpishi wa wali. Unahitaji kutumia kila moja kwa busara. Vivyo hivyo, kuna njia mbalimbali na tunapaswa kutumia kila moja kwa njia sahihi. Asanteni sana marafiki.